Leo ni siku ya malalamiko. Leo ni siku ya malalamiko. Ninapendekeza tuite malalamiko day. Kwa sababu watu wanalalamika, Yanga wanalalamika. Yani Yanga leo ndo nimeamini mnajua kulalamika. Kila mtu analalamika. Anakosewa, Ally Kamwe, asifungiwe, mnajua. Amekosea hajakosea? Amekosea hajakosea? Tukubaliane kwanza. Kama amekosea, adhibiwe. Na wewe ukasema, unajua mimi nilipigana naye ndio. Yani uko mahakamani sasa ndo unajitetea. Unajua mimi, yeye jamani nilimpiga panga kweli. Lakini sikumuua. Nilimkata tu akawa na kidonda, sikumuua. So kwa sababu kumuua hutaki ufungwe, wewe unataka ulipe adhabu, unataka ulipe faini, tunakufunga. So bana, tetesi zinaendelea kwenye mitandao ya kijamii kumhusu Ally Shabani Kamwe. Kama ambavyo nilikufahamisha mapema kwamba jamaa amekuta guilty, amekutwa na kufanya makosa ya udhalilishaji. Na mimi sipingani na hilo. Amewahi kudhalilisha. Sasa hatujui wamemwadhibu kwa kosa lipi. Inawezekana ile ya Juma Mgunda ile ya kumlinganisha na Andazi ndo sasa hivi imeibuka. Lakini Ally Kamwe hapa katikati ameshapigwa faini mara kadha kama faini 2-3 hivi, milioni 2 hizi zimemtoka. Na ni vitu vya kawaida ukiwa kwenye football, kwa sababu kuna wakati ambapo utajisahau, utajikuta umeongea kitu ambacho kimsingi haustahili kukiongea. Ni vitu vya kawaida on the football, vinatokea mara kibao. So kutokea kitu kama hiko kwa Ally Kamwe haiwezi kawa big deal kufungiwa. But nataka tujiite ka meeting kidogo mimi na wewe, alafu tuulizane baadhi ya maswali na tuyapatie majibu, na tusipoyapatia majibu tuyaulize mataifa. Swali la kwanza, tunakubali Ally Kamwe amekosea ama hajakosea? Okay, maybe tuseme tunakubali amekosea au tunakubali hajakosea. Kama tunasema hajakosea, kwa nini? Na kama tunasema amekosea, kwa nini? Kama tunakubali amekosea, tunakubali kwamba kuna baadhi ya makosa ambayo aliyafanya, na makosa aliyofanya ndio makosa ya udhalilishaji. Kulalamika nje ya mfumo wakati yeye ni kiongozi, anajua mfumo ulipo, kudhalilisha baadhi ya brandi za watu, kwa sababu Simba wao wenyewe walishawahi kutaka kumpiga, walisha demand bilioni kadhaa, hususan Sunderland. So hayo ni mambo ambayo yamekuwa kitokea katika mpira wetu. Tukikubali amekosea, tukikubali hajakosea, tutakubali kwamba mpira wetu na utani, na utani huu hauna madhara kwenye masuala ya kimpira. Nadhani tunaelewana vizuri. So kama tunakubali Ally Kamwe amekosea, Ahmed Ally anapona vipi? Hilo ndio swali la kujiuliza, kwa sababu Ahmed Ally anachokifanya ndicho ambacho anakifanya Ally Kamwe kwa milengo tofauti. Wanatofautiana the way wanavyoongea. Mimi nitakavyoongea sivyo ambavyo Josky atakavyoongea ama mtu mwingine atakavyoongea. Kila mmoja atakuwa anaongea kwenye namna ya kipekee, lakini tutakuwa tunaongea jambo moja. Lese mimi ni mchambuzi na yeye ni mchambuzi. Amezungumza kwenye eneo la kiufundi kwa maana technical, mimi nimezungumza kwenye eneo la namba, takwimu. Lakini tumezungumzia mpira mmoja na sote tunauchambua mpira mmoja. Bado tutaitwa wachambuzi. Kitakacho tofautisha ni approach yetu. Yeye anachambua tactical na technical, mimi nimechambua with statistics, naangalia upande wa namba na changanya na technical kidogo. So tunafanya kazi moja. Ndicho ambacho kinatokea kwa Ahmed Ally na Ally Kamwe. Anachokifanya Ally Kamwe na Ahmed Ally ni vitu ambavyo vinafanana. So ukimwadhibu Ahmed Ally kwa Ally Kamwe kwa kulalamika kwenye mitandao ya kijamii, ya kupaswa muadhibu pia Ahmed Ally kwa kulalamika kwenye mitandao ya kijamii, kwani wote wanafanya mambo hayo. Ukisema Ally Kamwe amedhalilisha kwa kusema labda makolo, kwa kuwasema waamuzi, Ahmed Ally na amefanya hivyo, na yeye ameenda mbali zaidi. Kuna baadhi ya watu amewaita nzi. Kuna baadhi ya nyakati amesema Yanga na Singida wana ushirikiano, kwa kumaanisha mbele ya vyombo vya habari na mbele ya hadhara. So huyu ndio anayedhalilisha na kuchochea. So huyu akiadhibiwa, hata huyu pia inabidi adhibiwe. And then ingekuwa ina make sense kwamba Ally Kamwe yeye ndiye aliyeitwa kwenye kamati peke yake, ila Ahmed Ally hakuwa kwenye hilo saga. So that means tulienda kuiba wote, halafu wewe umekamatwa, mimi sijakamatwa.
Alafu umefika kule umeanza kusema mbona nilikuwa na kanyasi na mjamkamata. In the real sense mimi sikukamatwa na kidhibitisha vipo, so siwezi nikaenda mahakamani kama wewe. Lakini sasa mimi na wewe tumekamatwa na kidhibiti cha kuiba hii kompyuta. Mimi na wewe ndio tumekamatwa. Alafu eti mimi natoka, alafu unafungwa. I make sense. Inakaa haijakaa fit. Manake watu wanaanza kuona mazingira kwamba kuna something behind ambayo inaendelea nyuma hiki. So thought zangu mimi ni nini? Mimi nadhani vitu vitatu. Jambo la kwanza, mimi naona Ally Kamwe anakosa. Jambo la kwanza. Jambo la pili, tunahitaji kukubaliana kwamba tunaofuta utani. Hakuna kutumia mitandao ya kijamii. Ukiwa ni msemaji wa hizi timu, usiandike kitu chochote kinachohusu mpira kwenye mitandao ya kijamii. Yani wewe uwe kama ni pambo tu la unaongeaga kwenye media za media za timu, ila sio kwenye mambo mengine. Tukubaliana hapo. Tusipokubaliana hapo, haya mambo yote yataendelea kupokea hizi dhana zote na vitu kama hivyo. Binafsi mimi sioni kosa kwa Ally Kamwe, sioni kosa kwa medali, kwa sababu tuna utani wa jadi na ndio maisha yetu yalivyo. Ila tubaki kwenye ethics, tubaki kwenye mipaka. Usitukane, usidhalilishe, usije ukatoa taarifa ambazo ni za uongo. Lakini kama ni kwa mfano mechi unaona kabisa, hata nyinyi wenyewe watu wa TFF unaona kabisa huyu muamuzi kazingua. So kama mtu amezungumza cha ukweli, kwa nini tunakuwa na shida naye? Lakini jambo la mwisho ambalo nataka niwaambie, Ally Kamwe hajafungiwa. Yes, nataka nikwambie hiyo kwa sababu hakuna sehemu yoyote ambayo imetolewa taarifa rasmi na bodi ya ligi pamoja na TFF kwamba Ally Kamwe amefungiwa. Zote hizi zinaendelea kwa tetesi, can be real or no. Niliwahi kufanya kazi sehemu ambayo tulikuwa tunakubaliana tuchokoze watu. Tunaamka asubuhi tunauliza, hivi unaonaje bosi wetu leo akiondoka? Tunaangalia watu wanasemaje. Kuna muda unaweza tengeneza story. Dunia propaganda ndivyo ilivyo. So kuna inawezekana kuna kitu ambacho kinaendelea wanajaribu kukidivert, hatuna uhakika. So mpaka sasa hivi zinabaki kama tetesi. Ni tofauti na namna ambavyo ilivyopokelewa kwenye mitandao ya kijamii. Like ni kitu ambacho ni real. Tetesi zinaweza zikawa kweli au zikawa za uongo. Tushasikia mangapi kwenye mpira wetu, end of the day hayaendi kutimia. Tulisikia Ally Kamwe anaacha kazi, but no. But what if Ally Kamwe akifungiwa? Ni nini ambacho kitakachotokea? Ally Kamwe akifungiwa atakuwa na nafasi ya kukata rufaa. Asipokata rufaa atatumikia adhabu yake mpaka amalize, na akimaliza na akiadhibiwa, Young Africans itabidi watafute msemaji mwingine aendelee. I mean afisa habari mwingine aendelee na hiyo kazi. I don't know atakuwa nani. Ninavyozungumza nanyi mpaka sasa hivi Young Africans hawajafanya tuseme production ya kipindi chochote na kukiposti kwenye ukurasa wao wa YouTube kinachohusu timu ya Young Africans kwamba hii ni content yao wameirekodi kama alivyokuwa anafanya ili kama wataojiwa na vitu kama hivyo. Tangu mchezo waliocheza, mchezo mwisho walicheza na nani director wangu? Walicheza dhidi ya Pamba. Ndo mchezo wa mwisho, na mara baada ya mchezo dhidi ya Pamba, Young Africans waliposti Ikangaromba anaingia uwanjani na wakaposti mashabiki, hajaposti kingine. Maana yake tangu mchezo wa Pamba hawaja produce kitu chote kinachohusu kambi ambacho yanasimamia Ally Kamwe na digital na idara yake ya habari. Tunakaribia siku kama 7 tunaelekea, hawajafanya chochote. Ukipita kwenye ukurasa wao wa Instagram, yanayopostiwa ni mambo ambayo hajaandaliwa. Kwa mfano kuna zile zinaandaliwa, anaongea huyu, nyingi zilizopostiwa ni matangazo, ni poster na vitu kama hivyo. So inawezekana behind the scene kuna kitu kikubwa ambacho kinaendelea zaidi ya kufungiana. So mimi naamini tusubiri taarifa rasmi. Ally Kamwe amezungumza tu kwenye wakati anaenda kwenye zile anaenda kwenye kamati, lakini hakuna kitu kingine ambacho kimeendelea. Binafsi nasema kama yeye atafungiwa, atakuja mtu mwingine atachukua eneo lake na kazi zitaendelea. Unasemaje katika hili? Let me know katika comment. Asante, bye bye.